langu ni asubuhi ya leo. Ningependa nichukue fursa hii nikukaribisha katika neno la asubuhi ya leo, na Bwana wa majeshi atubariki sisi zote kwa mahala popote ulipo. Nataka niingia katika kitabu cha Nahum mlango wa kwanza mstari wake ni wa 9. Sijui unawaza nini kumuhusu Mungu, lakini ombi langu ni kwamba asubuhi ya leo andiko linasema kwamba yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Sijui ni nini ambacho unawaza kuhusu Mungu asubuhi ya leo, na ombi langu ni kwamba kichwa cha ujumbe ni ili ya kwamba tumjue yeye, umjue yeye na nguvu ambazo zilimfufua yeye katika wavu. Na ndiposa asubuhi ya leo swali ni kwamba, je, unawaza nini kumuhusu huyo Mungu? Na tumepewa jawabu ya kwamba yeye bila shaka atayakomesha yote, wala hayataweza kuinuka tena. Asubuhi ya leo sijui ambayo umekuwa ukipitia, wala changamoto ambazo umekuwa ukikutana nazo, lakini kuna tumaini. Asubuhi ya leo anasema kwamba ili umjue yeye, na wakati unamjua Mungu, hii ni thibitisho tosha ya kwamba mambo ambayo ni mazito wewe ambayo hauyawezi, yeye atayawezesha. Kwa hivyo ninatumaini asubuhi ya leo ya kwamba kile ambacho kimekuwa kikusumbua, ninatumaini asubuhi ya leo ya kwamba changamoto ambazo umekuwa uking'ang'ana nazo, asubuhi ya leo Mungu amenituma nikwambie ya kwamba haya mambo ambayo umekuwa ukiyaona hayataweza kuonekana tena. Wapendwa, tulipokuwa tungali wenye dhambi, tulipokuwa tungali kizani, bila shaka Mungu alituma mwanawe akafa msalabani kwa ajili ya mateso yetu. Tulipokuwa tungali kwenye kiza, tulipokuwa tunatembea katika kuwa na tumaini, tulipokuwa tunatembea wakati hatuna mwelekeo, Baba aliweza kujitokelezea kwa upendo wake mwenyewe, na bila shaka akachukua mizigo yetu. Na ndiposa anasema, leteni kwangu mizigo yote yenye inayowalemewa, leteni mizigo yote ambayo inawatesa. Sijui asubuhi ya leo ni nini ambacho unapitia, sijui ni changamoto kani ambayo unaona, lakini neno la Mungu limesema asubuhi ya leo, sijui munawaza nini kuhusu Bwana. Wapendwa, sijui ni jambo gani ambalo unawaza, sijui jambo gani ambalo limekutia shaka, yani moyo wako umesononeka, moyo wako umeshushika. Nataka nikwambie asubuhi ya leo ya kwamba Mungu yeye ni mwema na ni ngome wakati wa taabu. Biblia inatuambia asubuhi ya leo ya kwamba Mungu ni mwema na yeye ni ngome wakati wa taabu. Kwa sababu gani yeye ni ngome? Ni kumaanisha kwamba yeye anategemewa wakati wote. Wapendwa, unaweza kutegemea mambo ya dunia haya, lakini mambo haya wapendwa yana mwisho. Kuna watu wametegemea hela zao, kuna watu wametegemea kazi zao, kuna watu wametegemea marafiki, kuna watu wametegemea jamii, kuna watu wametegemea vile vitu ambavyo wanavijua wao wenyewe. Lakini nataka nikwambie kwamba vitu hivi vina mwisho wake, vitu hivi vina kikomo chake, lakini kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Wakati unajifunza kumjua, wakati unajifunza kumwelewa, wapendwa, Biblia inatuambia ya kwamba mjue sana Mungu. Wakati Paulo anaongea haya maneno, anajua ako katika hali moja ambayo anaelewa, amepitia changamoto, amepitia uzito, amepitia milima na maponde, na akafika mahala wakati yote alikuwa amejaribu na imefika mwisho, kuna sauti ambayo ilikutana na yeye ikamwambia, kwa nini unanitesa? Akauliza, wewe ni nani? Akasema, mimi ni Bwana wa majeshi ninayeishi. Kwa nini unawatesa watu wangu? Wapendwa, sijui hali gani ambayo imekutesa, sijui dhambi gani ambayo imekukalia, sijui changamoto gani ambayo imekulemewa, lakini asubuhi ya leo sikia, nataka nikwambie andiko la Mungu linasema kwamba haya mambo, haya nini ambayo unayoyapitia, haya hayataweza kuinuka tena. Wapendwa, Mungu si mwanadamu aseme uongo, wakati yeye anaongea anamaanisha. Sikia nikwambie asubuhi ya leo, andiko linasema hivi, munawaza nini juu ya Bwana?
Hili ni swali ambalo linaulizwa. Je, wewe asubuhi ya leo wapendwa, mahala popote ulipo, ni jambo gani ambalo unawaza juu ya Mungu? Unawaza kuna shida ambayo imekukalia mpaka umeanza kusema Mungu hayupo. Kuna changamoto ambazo unapitia na zimefanya unaanza kukata tamaa, unaanza kusema kwamba haiwezekani. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, Biblia inatuambia na Biblia inatutia moyo, inasema ya kwamba munawaza nini juu ya Bwana, yeye atakomesha kabisa. Nimekuja kukwambia asubuhi ya leo, ile hali ambayo unapitia, ile changamoto ambayo imekukalia, Biblia inasema kwamba Mungu ataikomesha. Nimekuja nikutie moyo asubuhi ya leo wapendwa, yale ambayo unayaona, hiyo mambo wapendwa inaisha hivi leo, hiyo mambo inafika mwisho hivi asubuhi ya leo, maana yeye anasema ya kwamba yeye atayakomesha, na wakati anayakomesha, haleluya, Biblia inasema ya kwamba mateso hayataweza kuonekana tena kwa mara ya pili. Wapendwa, ndiposa haya mambo yafika kikomo. Biblia inasema katika Ayubu mlango wa 22 mstari wa 21, andiko linasema kinaganaka ya kwamba mjue sana Mungu. Wakati unamjua sana Mungu, hapo ndipo amani yako inaingia, hapo ndipo ushindi wako unaingia. Mjue sana Mungu, nawe wapendwa utakuwa na amani, na hapo ndipo mema ya nchi itakuandama. Wapendwa, sijui ni nani ambaye unamwelewa asubuhi ya leo, sijui ni nani ambaye unamtegemea asubuhi ya leo. Wapendwa, misaada ya dunia ina mwisho, misaada ya dunia ina kikomo, lakini msaada wa Mungu hauna mwisho, msaada wa Mungu hauna kikomo. Biblia inatuambia asubuhi ya leo ya kwamba mjue sana Mungu. Wakati unamjua sana Mungu, hapo ndipo mema itakuandama, hapo ndipo utakuwa na amani, hapo ndipo utakuwa na utulivu, hapo ndipo utakuwa na faraja moyo wako. Na bila shaka matatizo ambayo unayaona yatakuwa yanafika kikomo, kwa sababu anasema atayakomesha, kwa sababu anasema ya kwamba yeye atayafikisha mwisho. Asubuhi ya leo nataka nikutangazie katika jina la Yesu ya kwamba wapendwa, mjue sana Mungu asubuhi ya leo. Wakati unamjua Mungu, wakati unamfamia Mungu, wakati unafamiana na Mungu wapendwa, hapo ndipo amani yako inaingia. Wapendwa, kuna uwezekano mambo ambayo unayategemea, haya mambo kuna siku yatakoma, labda haya mambo kuna siku yatafika mwisho, lakini je, ni nani ambaye atakuwa msaada wako baada haya mambo ambayo unayangalia? Biblia inasema ya kwamba Mungu ni mwema na yeye ni ngome wakati wa shida. Wapendwa, kuna kipindi kinafika, ile pesa ambayo uko nayo haiwezi kukusaidia. Kuna kipindi ambayo inafika, marafiki ambao uko nao hawezi kukusaidia. Kuna kipindi ambacho kinafika, jamii ambao unaitegemea wapendwa, inafika kipindi wanaenda kando, lakini kuna rafiki mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yeye anasema ni rafiki wa kweli. Yeye hata mautini hata kuacha, yeye hata katika shida hata kuacha, hata katika maji mengi hata kuacha, kwenye moto hata kuacha, anasema kwenye mafuriko hata kuacha. Anasema ya kwamba niite nami ndaitika. Wapendwa, sijui wakati wa shida unamuita nani? Wakati wa changamoto ni nani ambaye unamuita? Niko na tumaini asubuhi ya leo, maana Yesu ni tumaini letu, Yesu ni faraja yetu, Yesu ndiye wapendwa uponyaji wetu, Yesu ndiye kimbilio letu. Na ndiposa asubuhi ya leo ninasimama juu ya andiko hili kukutangazia ya kwamba wakati unamjua Mungu sana, wakati unamjua Mungu, wakati unamwelewa Mungu, wakati unamfahamu sana Mungu, hapo ndipo neema inaonekana, hapo ndipo ushindi unaonekana, hapo ndipo tumaini linasimama, hapo ndipo wapendwa uponyaji unaingia. Taifa linaangamia kwa sababu limekosa kumjua Mungu. Taifa linahangaika kwa sababu wanadhania wanadamu watawasaidia. Nataka nikwambie asubuhi leo wapendwa, hala amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu.
hali ya taifa ambalo tuko nayo asubuhi ya leo, nataka nikwambie ya kwamba tusipomjua Mungu na tusipomrudia Mungu, wapendwa, hali hii haiwezi ikabadilika. Hii hali inaweza ikabadilika, maana yeye mwenye uwezo ndiye ako na nguvu ya kubadilisha haya mambo. Ni Mungu mwenye nguvu peke yake ambaye anaweza akarejesha afueni katika mioyo. Ni Mungu peke yake, wapendwa, ambaye anaweza kurejesha amani ambayo unaitafuta. Ni Mungu peke yake asubuhi ya leo ambaye anaweza kuleta, wapendwa, amani ambayo unahitaji. Usifikirie kuna kiongozi atakupatia amani, la hasha. Wapendwa, nataka nikwambia asubuhi ya leo, wengi wametegemea viongozi, wakadhania viongozi watawapea amani. Hawa viongozi, wapendwa, ni wao wako kwa ubinafsi wao. Lakini wapendwa, kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Wakati unamjua yeye, sijui ni majina gani ambao unayajua, sijui ni watu wa tabaka gani ambao unawaelewa, sijui wapendwa ni ofisi gani ambazo unazijua, lakini asubuhi ya leo nina neno moja katika maisha yako. Mjue sana Mungu, wapendwa, mfahamu sana Mungu, wapendwa. Na kama vile amesema katika Nauma mlango wa 1 mstari wa 9 ya kwamba munawaza nini juu ya Bwana. Asubuhi ya leo ni nini ambayo mnawaza juu ya Bwana? Maana kipindi inafika wakati katika shida tunaanza kuwaza ya kwamba Mungu hayupo. Tunaanza kusema kwamba Mungu ametuacha. Itawezekana namna gani, wapendwa, yeye ambaye alitufia msalabani? Itawezekana namna gani yeye ambaye alijitolea pasipo kushauri, pasipo yeye kuangalia, akajitoa msalabani, wapendwa, ndiposa ukarejeshwe katika uzima, ukarejeshwe katika tumaini, ukarejeshwe katika ulinzi. Itawezekana mna gani leo akuache? Wapendwa, Mungu hawezi kuwaacha wacha wake. Nina neno asubuhi ya leo, wapendwa, la kukwambia ya kwamba Mungu hawezi akawaacha wacha wake. Wapendwa, tamani kumjua sana Mungu, tamani kumfahamu sana Mungu. Wakati unamjua Mungu, wapendwa, kama vile Paulo anavyosema, ili nimjue sana yeye. Wakati unamjua Mungu, wakati unamwelewa Mungu, hapo ndipo, wapendwa, unapokea nguvu. Hapo ndipo, wapendwa, unapokea ujasiri. Hapo ndipo unapata kuelewa ya kwamba haya mambo ni ya muda tu. Kwamba haya mambo, wapendwa, ni kipindi ambacho tunapitia na sisi si wa hapa. Andiko la Mungu linasema asubuhi ya leo, mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Wengi wamejua marafiki zao, na marafiki inafika kipindi wanakeuka. Wakati, wapendwa, umewaitisha msaada mara kwa mara. Wanadamu, wapendwa, leo hii wanakaa na wewe kwa sababu kuna kitu wanapata kutoka kwako. Kuna watu ambao wamekusongea kwa sababu kuna kitu ambacho wanapokea kutoka kwako. Ile siku ambayo watakosa kitu kutoka kwako, hapo ndipo, wapendwa, utakosa kuwaona. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, Mungu yeye, wapendwa, ni tegemeo siku zote. Nataka nikueleze asubuhi ya leo ya kwamba Mungu ni tegemeo siku zote. Yeye, wapendwa, habadiliki, kama vile anavyosema katika Naumu. Biblia inasema katika Naumu mlango wa 1 mstari wa 7. Sikia nikwambie, wapendwa, sikia nikutie moyo asubuhi ya leo, sikia nikunenea matumaini asubuhi ya leo, sikia nikunenea ushindi asubuhi ya leo. Nataka nikwambie ya kwamba inawezekana. Inawezekana kwa sababu unamjua Bwana. Inawezekana kwa sababu neno lake umelificha katika moyo wako. Inawezekana kwa sababu yeye amefanyika msaada. Inawezekana kwa sababu ni yeye ambaye ni tegemeo lako. Umemuweka mbele ya maisha yako. Daudi akasema ya kwamba nimemuweka Mungu mbele ya kwamba nisitingizike. Watu wanatingizika, taifa linatingizika, taifa linahangaika kwa sababu, wapendwa, kipindi hiki ambayo tunaishi,
Watu wameacha upendo wa Bwana, wamesimama katika mawazo yao, wamesimama katika fikra zao. Wapendwa, wakati tunakaa nje ya Bwana hatuna amani. Wakati tunakaa nje ya Bwana hatuna ulinzi. Wakati tunakaa nje ya Bwana, wapendwa, hatuna usalama. Kumaanisha ya kwamba usalama ambao tunahitaji, amani ambayo tunahitaji, wapendwa, ulinzi ambao tunahitaji, mafanikio ambayo tunahitaji, lazima tumkeukia huyu Jehova, lazima tumwangalie huyu Bwana. Maana siku ya leo anasema ya kwamba mnawaza nini kuhusu huyu Bwana? Asubuhi ya leo ni nini ambacho mnawaza? Wakati unapitia mazito, ni kitu gani ambacho unakiwaza wapendwa? Wakati katika changamoto, ni nini ambacho wapendwa unafikiria katika moyo wako? Nataka nikuletee tumaini asubuhi ya leo wapendwa. Nataka nikumpatia huyu Yesu. Kuna uwezekano nikose fedha na dhahabu, kuna uwezekano wapendwa asubuhi ya leo sina chakula kukupatia, lakini nimekuletea Yesu, yeye ambaye ni tulizo la shida zako. Nimekuletea Yesu, yeye ambaye ni ya amani ya milele. Nimekuletea huyu Yesu ambaye habadiliki. Nimekuletea huyu Yesu ambaye ni msaada siku zote. Wapendwa, unapomtegemea asubuhi, unapomtegemea mchana, wakati unamtegemea usiku, yeye hawezi akakuchoka, maana ni rafiki wa kweli. Wapendwa, ni rafiki ambaye hawezi akajificha. Maana kuna watu wengine hapa duniani, wakati unawaendea, kuna uwezekano wanapokuona unakuja wanafunga milango zao. Lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, Yesu hafungi milango, yeye amefungua milango. Anasema leteni mizigo yenu kwangu, nami ndawapumzisha. Anasema leteni shida zenu kwangu, nami ndawapatia afueni. Nataka nikwambie asubuhi ya leo wapendwa, Yesu ni afueni ambayo unahitaji. Yesu ni pumziko ambalo unahitaji. Yesu ni ulinzi ambao unauhitaji. Yesu wapendwa ni uponyaji ambao unauhitaji. Yesu ni msamaha ambao unauhitaji. Wapendwa, Yesu ndiye ushindi ambao unauhitaji. Ndiposa tufanikiwe, lazima tukeuke tumwangalie Bwana. Kama taifa wapendwa, lazima kipindi kimefika ya kwamba tumweke Mungu katika mioyo. Maana tumeweka Mungu kwa midomo, lakini katika mioyo zetu hayupo. Wapendwa, masaa imefika tumjue yeye sana. Wakati tunamjua yeye, hapo ndipo tutakuwa na amani. Wanadamu wa kisasi hiki wapendwa, wako mbioni kuwajua wanadamu. Wanadamu wa kisasi hiki wapendwa, wako mbioni kujulikana na pesa. Wanadamu wa siku ya leo wapendwa, wako mbioni kujulikana na marafiki, lakini hawako mbioni wapendwa kutafuta ufalme wa mbinguni. Biblia inatuambia ya kwamba katika Mathayo 6 mstari wa 33 ya kwamba utafuta kwanza ufalme wa mbinguni na haya mengine mrashidishiwa. Wapendwa, ni nani ambaye unamtafuta? Ninataka nikwambie asubuhi ya leo wapendwa, mtafute Mungu sana, mtafute Mungu kwa bidii, maana anasema wanitafutao wataniona. Wapendwa, ukimtafuta Bwana, yeye ni mwaminifu ambaye ataonekana. Andiko linasema katika kitabu cha Naumu mlango wa 1 mstari wa 7, Bwana ni mwema na ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Bwana ni ngome, na amalisi hapo. Neno la Mungu linasema kwamba pia ni mwema. Haleluya! Bwana ni mwema, namba 1. Namba 2, yeye ni ngome, kumaanisha wapendwa, wakati yeye ni mwema, kumaanisha yeye habadiliki. Yeye ameweka hali yake. Wapendwa, asili ya Mungu ni kwamba yeye si kukeukeu. Asili ya Mungu ni kwamba yeye anategemewa siku zote. Asili ya Mungu ya kwamba yeye ni ambaye habadiliki. Wakati mambo ya dunia inabadilika, wakati marafiki wanabadilika, wakati
wakati jamii inakeuka, wapendwa, Mungu ameshiweka tabia yake, yeye habadiliki. Tabia ya Mungu, yeye ni ngome. Tabia ya Mungu, yeye ni msaada. Tabia ya Mungu, wapendwa, yeye habadiliki. Na ndiposa anasema asubuhi ya leo ya kwamba yeye ni ngome na yeye ni msaada siku zote za maisha yetu. Je, ni nani ambaye unamjua? Ujumbe wangu asubuhi ya leo ya kwamba mjue sana Mungu. Wakati unamjua sana Mungu, hapo ndipo unapata kuelewa ya kwamba hakuna jambo ambalo yeye haliwezi. Wakati unamjua Mungu, hapo ndipo unapata ufahamu. Hapo ndipo unapata kuelewa ya kwamba yeye anafufua. Wakati unamjua Bwana, hapo ndipo unapata kuelewa ya kwamba yeye ndiye ambaye anakomesha matatizo. Tulipokuwa tunaenda kuangamia, yeye alitokelezea akaweka kikomo maafa. Wapendwa, furahia Mungu asubuhi ya leo. Wakati unamjua yeye, unapata afueni ya maisha. Wakati unamjua yeye, hapo ndipo unapata pumziko siku zote. Wapendwa, kuna uwezekano asubuhi ya leo uko katikati ya mawimbi na unashindwa itakwezekana mna gani kufika mwisho. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, mjue sana Mungu. Paulo anatutia moyo, wapendwa, maana ni mtu ambaye alikuwa ni muasi. Ni mtu ambaye alikuwa, wapendwa, anatenda maovu. Lakini kipindi ilifika, wapendwa, alipokutana na Mungu, alipomfahamu Bwana, mambo yake yalibadilika. Hata wewe asubuhi ya leo, nami ninaongea na mtu ambaye ako katika hali moja ama nyingine. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, ukimjua Mungu sana, wakati unamwelewa Mungu sana, wapendwa, yeye ni mwema. Mambo ya pili, yeye ni ngome. Wapendwa, anasema ya kwamba yeye atakomesha matatizo. Yeye atakomesha yale ambayo ni mazito, hayataweza kujirudia tena. Ninasimama kutangaza asubuhi ya leo, kwa kile ambacho hakiwezekani kwa nguvu ya mwanadamu, kwa kile ambacho hakiwezekani kwa maarifa yako, kwa kile ambacho hakiwezekani na marafiki. Sikia asubuhi ya leo, wapendwa, nikwambie, wewe kubali kumjua Mungu. Wakati unamjua Mungu sana, yeye analeta ushindi, yeye analeta tumaini. Nataka nikwambie, wapendwa, wakati wa shida zako, sijui ni nani ambaye unamwangalia, sijui ni nani ambaye unamtegemea, lakini niko na jambo asubuhi ya leo. Ayubu 22:21. Ayubu 22:21. Biblia inasema hivi ndiyo maandiko yanasoma: mjue sana Mungu. Asubuhi ya leo, sijui nani ambaye unamjua. Asubuhi ya leo, wapendwa, sijui ni nani ambaye umemtegemea, lakini andiko la Mungu linasema asubuhi ya leo, mjue sana Mungu. Wakati unamjua Mungu, wakati unamwelewa Mungu, hakuna jambo ambalo haliwezekani kwake. Biblia inatuambia ya kwamba yote inawezekana kwa wale ambao wanamwamini. Hauwezi kumwamini pasipo kumjua. Hauwezi kumwamini, wapendwa, hauwezi kumwelewa pasipo kumjua. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ninatumaini kwako. Taifa letu, kipindi kimefika, watu wa Mungu, masaa imefika ya kwamba tutafute sana kumjua Mungu. Tutamani sana kumfahamu Bwana. Wakati tutamuelewa Bwana, zile changamoto ambazo tunasiona kama taifa, Biblia inasema, wapendwa, katika Zaburi
11, wakati misingi ikitingizika, mwenye haki atafanya nini? Wapendwa, misingi inatingizika kwa sababu watu tumeanza kumkimbilia Bwana. Misingi imetingizika kwa sababu watu tumekosa kumwelewa Bwana. Tunamsema kwa midomo, lakini kwa mioyo zetu hayupo. Wapendwa, masaa yamefika ili ya kwamba afueni ipatikane, ili ya kwamba tuwe na uponyaji, ili ya kwamba tuwe na amani. Lazima tumrudie Bwana, maana pasipo Bwana kuwa msingi wa maisha yetu, tunafanya kazi bure. Zaburi 127 mstari wa 1, andiko la Mungu linasema ya kwamba Bwana asipoulinda mji, wale walindao wafanya kazi bure. Bwana asipoujenga mji, wale waujengao wanafanya kazi bure. Asubuhi ya leo wapendwa, ningetamani mtu aelewe ya kwamba lazima atamani kumjua Bwana. Wakati tunamjua yeye, tunaelewa nguvu na mamlaka ambayo ako nayo, kumaanisha kwamba yeye ni tegemeo siku zote. Wapendwa, Mungu ni wa kuaminika. Mungu ni wa kuaminika siku zote. Mungu ni wa kuaminika. Tumjue sana yeye. Hivi ndivyo ambavyo Paulo anasema. Na pia wapendwa, mambo haya hayakuanza na Paulo. Wakati Mungu anaongea na mtumishi wake Ayubu, Ayubu anatuambia ya kwamba hata kama alipitia mazito, hata kama alipitia changamoto, wapendwa, sielewi kama kuna kitu ambacho umekiona. Wapendwa, kuna uwezekano na hayo ni madoko, lakini kuna hakikisho ambalo Mungu anasema nasi asubuhi ya leo. Anatuambia ya kwamba yeye atayakomesha hayo matatizo, hayataonekana tena. Wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya utumwa, walishangaa msaada utatoka wapi. Walikuwa wanafanyisha kazi ngumu. Wapendwa, kuna uwezekano umekaa katika nchi ya mateso ya dhambi, umekaa katika nchi ya mateso ya umasikini, umekaa katika nchi ya mateso ya laana, lakini nataka nikwambia ya kwamba wakati unamjua Mungu, yeye anakuvusha, maana yeye mwenyewe ni njia. Yeye ndiye wapendwa kivukio kutoka katika maisha ya shida kuingia katika maisha ya amani. Andiko la Mungu linasema asubuhi ya leo, mjue sana Mungu wapendwa. Neno la Mungu linasema asubuhi ya leo ya kwamba mjue sana Mungu. Sijui ni nani ambaye unamjua, lakini andiko la Mungu tunapolisoma wapendwa, halidanganyi. Mungu si mwanadamu aseme uongo. Mungu si mwanadamu yeye akeuke. Asubuhi ya leo nimekuja kukutia moyo mtoto wa Mungu ya kwamba mjue sana Mungu. Wakati unamjua sana Mungu, haleluya, andiko la Mungu linasema ya kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa nini tuko na vilio kila mahali? Kwa nini wapendwa kuna maombolezo kila mahali? Kwa nini wapendwa tunapitia shaka hapa na pale? Je, tumeelewa suluhisho ni wapi? Je, tumeelewa ni wapi tunataka tukimbilie? Wapendwa, Mungu ni maficho yetu. Kama vile anavyosema katika Nahumu ya kwamba yeye ni mwema na ni ngome, pia yeye ni maficho. Watu wa Mungu siku moja wakawa katika hali nzito, wakashindwa watafanya namna gani. Naye Mungu akatuma ujumbe wake akasema kwamba waambie ya kwamba itakuwa wema. Haleluya. Katika kitabu cha Isaya 3:10, tell my people that it shall be well with them.
Asubuhi ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba ile ambacho unakiona, kile ambacho unakipitia, wapendwa, hauhitaji kitu kingine, unamhitaji Yesu kwa maisha yako. Nimekuletea huyu Yesu. Siku moja Biblia inasema ya kwamba watu wawili wakawa wanaingia kanisani, Petero na Yohana, na kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake, alikuwa ameogopa kwenye mlango wa kanisa pale. Sijui asubuhi leo wapendwa, ni uwete gani ambao uko nao? Kutokumjua Mungu wapendwa ni uwete. Kutokujua msamaha wa Mungu wapendwa, huo ni uwete. Kutokujua wapendwa amani ya Bwana, huo ni uwete. Kutokujua mafanikio ya Bwana, huo ni uwete wapendwa. Umekaa mahali pa kusaidika lakini hauoni. Wapendwa, asubuhi leo nimekuletea habari njema. Fedha na dhahabu sina, lakini nimekuletea huyu Yesu. Maana jina la Yesu wapendwa ni jina ambalo linaleta wokovu, ni jina ambalo linaleta tumaini, ni jina ambalo linaleta msamaha, ni jina ambalo linaleta ushindi. Asubuhi leo nataka nikutangazie katika jina la Yesu Kristo wapendwa, pokea neema yako wapendwa. Wakati unamjua Bwana, wakati unamwelewa yeye, wakati unamfahamu yeye, yote wapendwa yanabadilika. Hawezaye kubadilisha hali ya taifa wapendwa si viongozi ambao tuko nao wapendwa, ni Mungu ashughulikie mioyo zao, ni Mungu ashughulikie njia zao wapendwa. Mungu asiposhughulikia mioyo zetu na tusipopatia Mungu nafasi katika mioyo zetu tukamulilia yeye wapendwa, taifa haliwezi likapona, taifa haliwezi likapata amani, taifa haliwezi likapata ushindi. Lazima tumkeukie Bwana. Wakati wa taifa wapendwa litamrudia Bwana kwa kuomba na kuomboleza na kumulilia yeye na kuyapatia Mungu mawazo yao, amani haitapatikana. Lakini wapendwa, atakayetuliza haya mambo yote ni Yesu Kristo. Sikia nikwambie asubuhi ya leo, jamaa mmoja siku moja akawa amechukua uongozi. Mambo ya Nyakati mlango wa 14, Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 14 mstari wa 11. Huyu ni Asa ambaye alichukua uongozi kutoka katika mababa zao ama kutoka katika watangulizi wao. Na jamaa huyu Biblia inasema kwamba akatenda yaliyo mema machoni pa Bwana. Jitahidi sana kuwa mkamilifu mbele za Bwana. Leo hii watu wanajitahidi sana kutambulika na wanadamu. Watu wanajitahidi sana wafahamike mbele ya wanadamu. Wapendwa, hizo sifa ni za muda, hizo sifa ni za unafiki, lakini kunayo sifa ambayo inatokana na Bwana. Wakati unamjua Bwana, wakati unamfahamu Jehova, wakati unakuwa na moyo wa kutetemeka, sadaka ambayo Mungu anaipenda ni moyo ambao umevunjika, ni moyo ambao unakutetemeka, moyo ambao wapendwa umejaa unyenyekevu. Hiyo ndio sadaka ambayo Mungu anahitaji. Wengi wametoa sadaka wakidhania ya kwamba watafaidika. Wapendwa, kama kuna sadaka ambayo Mungu anahitaji, Mungu anahitaji moyo wako, moyo ambao ni wa kuvunjika, moyo ambao unakutetemeka, na ni moyo ambao umekubali kumjua Bwana, ni moyo ambao umekubali kusema ya kwamba bila wewe mimi sitaweza. Sijui kama kuna watu asibia leo ambao wanasema bila wewe Baba sisi hatuwezi. Sijui kama kuna watu asibia leo wapendwa ambao wanasema tunakutegemea wewe Bwana. Ili tumjue sana yeye. Nao wakati wa shida wapendwa, ni nani ambaye umemlilia? Wakati wa changamoto, ni nani ambaye umemkimbilia? Nataka nikuonyeshe njia moja wapendwa ya sisi kupata afueni kama taifa letu lote la Kenya. Wapendwa, kuna kipindi ambacho kilikuwa siku moja katika taifa fulani. Basi Asa akafanya yaliyo mema, si machoni pa wanadamu, lakini akafanya yaliyo mema machoni pa Mungu. Wewe asubuhi ya leo
unafanya mema machoni pa nani? Maana wanadamu ni wale tu wa kawaida. Wanadamu ni wale ambao wapendwa, wanakeuka, wanabadilika. Lakini andiko la Mungu linasema kwamba naye Asa akafanya yaliyo mema. Wapendwa, ruhusu Mungu ashughulikie moyo wako. Ruhusu Baba akufinyange, ruhusu Mungu akutengeneze. Wapendwa, tunahitaji watu ambao wanatamani kumjua Bwana, na wakati wanamjua Bwana, hapo ndi kipindi ambacho Mungu anawafinyanga, Mungu anawatengeneza, Mungu anawafinya wapendwa, maana wanakubali kuwa ni udongo katika mikononi mwa Bwana. Leo hii wapendwa, ni nani ambaye anasema natamani nimjue Bwana, wakati anaangalia kwenye akaunti yake kuna mamilioni? Sikatai usikuwe na pesa, sikatai usikuwe na mali, sikatai. Lakini je, Bwana ameshughulikia moyo wako? Bwana ameshughulikia moyo wako? Andiko la Mungu linasema kwamba kijana ambaye alichukua uongozi, andiko linasema ya kwamba yeye akatenda yaliyo mema. Maana kwa sababu gani alitenda mema? Mungu alikuwa ameshughulikia moyo wake. Ni jamaa ambaye alikuwa amevunjika mikononi mwa Bwana, ambaye anaitwa Asa. Asa, mlango wa Mambo ya Nyakati mlango wa 14 mstari wa 11. Mambo ya Nyakati 14 mstari wa 11. Naye Asa akamlilia Bwana Mungu wake, akasema, Bwana, hapana kuliko wewe aliye na kusaidia, hapana aliye kama wewe aliye wa kusaidia kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu. Utusaidie, e Bwana Mungu wetu, kwa kuwa sisi tumekutegemea wewe, na kwa jina lako tumekujua juu ya jamii kubwa hii. E Bwana, wewe ndiwe Mungu wetu, asikushinde mwanadamu. Samahani kidogo. Andiko la Mungu linasema hivi: Asa akamlilia Mungu. Kiongozi wa taifa akatangaza maombolezo mbele za Bwana. Yaani walitambua Mungu ni nani, walitambua uwezo ambao Mungu ako nao, walitambua nafasi ya Bwana katika maisha yao. Na wakati walitambua nafasi katika maisha yao, andiko la Mungu linasema kwamba naye akamlilia Bwana. Na wapendwa, licha alikuwa na majeshi, lakini alitambua na akasema ya kwamba ni wewe Mungu ambaye unawasaidia wale ambao ni hodari, wale ambao wana nguvu na wale ambao hawana nguvu. Je, wapendwa, unatamani kumjua yeye? Kuna watu ambao wamejaa majivuno, kuna watu ambao wamejaa kiburi, kuna watu ambao wamejaa wapendwa, wanaona kwamba wamefika, kwa sababu kuna watu ambao wanawajua. Asa akiwa ni mfalme, haleluya, yeye kuna kitu ambacho alifanya. Yeye aliangalia ulimwengu mzima, akajua kama kuna amani ambayo unahitaji, kama kuna msaada ambao unauhitaji, lazima nimtegemee yeye ambaye alizifanya mbingu na nchi. Hasibia leo wapendwa, wewe sijui ni nani ambaye unamtegemea, lakini nimekuletea habari njema ya kwamba mtegemee Yesu Kristo. Wakati unamtegemea Yesu Kristo wapendwa, wakati unamjua yeye kiwapendwa, yeye atafanikisha njia zako. Wakati unamjua yeye wapendwa, yeye atakupea ulinzi ambao unahitaji, yeye atakupea amani ambao unahitaji, yeye atakupatia wapendwa kibali ambacho unahitaji. Wapendwa, sijui nini ambayo inakukula, lakini asibia leo nimekuletea habari njema ya kwamba mjue sana Mungu. Wapendwa, unapomjua sana Mungu, hapo ndipo wapendwa utapata amani. Asa akaamua kumlilia Bwana. Yeye ni kiongozi, lakini aliamua kumlilia Bwana.
ili taifa lake lisiangamie. Wapendwa, wakati huu lazima tumulilie Bwana. Wakati wapendwa, lazima tumtafute Bwana. Wakati tunamtafuta Bwana kwa mioyo zetu, si tumtafuta Bwana kwa midomo. Tusiwe wanafiki. Leo hii watu wamekuwa wanafiki mbele za Bwana. Watu wanaingia makanisani lakini ni wanafiki, wanamtaja Bwana lakini ni wanafiki. Kwa sababu gani wapendwa? Wameweka tamaa zao mbele, wameweka uongo mbele, wameweka kiburi mbele, wameweka mauaji mbele, lakini wamejivalia ile ngozi ya kondoo. Andiko la Mungu linasema ya kwamba mjue sana Mungu. Wakati unamjua sana Mungu, kama vile Daudi anayotuambia. Daudi anatuambia katika Zaburi 127. Yeye alikuwa ni mfalme pia Daudi, lakini akaangalia yeye si kitu. Sikia nikwambie, maana kama kuna mahali ambapo tunataka kupata msaada, wapendwa, wanaume ni wazuri, wanapenda misaada yao, lakini misaada yao wapendwa ina majuto, ama misaada yao ina kikomo. Wanawake ni wazuri pia, lakini huenda misaada yao inakoma na pia ina machungu. Lakini wapendwa, Yesu peke yake ambaye anapenda msaada ambao haitishi kitu in return. I say this, it's only Jesus Christ who give an assistance or who give an help minus accepting something in return. Wakati Mungu ametoa msaada, hallelujah, wakati Mungu amepeana, wapendwa, way forward, hahitaji ukamulipie. Lakini wanadamu wa sasa ambao ni wanafiki, wakati wanatoa msaada, wapendwa, kama ni mwanaume ama kama ni mwanamke, kuna kitu ambacho anahitaji kutoka kwako. Lakini sikia nikwambie, Asa akamulilia Bwana. Taifa letu tusipomulilia Bwana kwa mioyo zetu, taifa letu tusipomwangalia Bwana kwa macho ya roho, taifa letu tusipomwambia Bwana nichunguze kama kuna chochote ndani mwangu ambacho kinaweza sababisha ya kwamba uwepo wako upungue, Baba kiondoe. Tusipofika kiwango cha kumwambia Baba tuchunguze, tusipofika kiwango cha kumwambia Bwana ni wewe ambaye tunakutegemea, wapendwa, hatutaangamia wote. Na tunaangamia kwa sababu gani? Tumeacha njia ya usalama. Tunaangamia kwa sababu gani? Tumeacha njia ya matumaini, tumeacha njia, wapendwa, ya amani. Paulo anasema ili nimjue sana Mungu na uwezo ambao uliomfufua yeye, ndiposa tupate amani katika maisha yetu. Lazima, wapendwa, tutafute kumjua Bwana, ndiposa tupate, wapendwa, kibali. Lazima tutafute sana vile Baba anavyotaka. Kuna njia ionekanayo sawa machoni pa mwanadamu. Haleluya! Kuna njia ionekanayo sawa machoni pa wanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Lakini kuna njia ambayo itokanayo na Bwana, maana yeye mwenyewe ni njia. Wapendwa, Yesu ni njia. Ukiwa na yeye hautapotea. Wapendwa, wakati unamjua Yesu, wewe umejua njia. Umejua njia ya amani. Wakati umemjua Yesu, wewe umejua njia ya mafanikio. Wakati umemjua Yesu, unajua njia ya upendo. Wakati umemjua Yesu, umejua njia ya msamaha. Wakati umemjua Yesu, umejua njia ya amani. Maana Yesu yeye mwenyewe ni njia. Yeye mwenyewe ni njia.
Biblia inasema ya kwamba Asa akamulilia Bwana, akamwambia Bwana, wewe ni Mungu ambaye unawasaidia wale ambao ni hodari na wale ambao si hodari, wale wenye nguvu na wale ambao hawana nguvu. Kwa hivyo basi sisi mahali tumefika, tunakuangalia wewe peke yake utusaidie. Wapendwa, inahitaji tumwambie Bwana, masaa imefika, taifa letu lipone, lazima tumwangalie Bwana. Masaa imefika ili ya kwamba tupate amani katika nchi yetu, lazima tumulilie Bwana, lazima tukeuke, kama vile andiko linasema katika Mambo ya Nyakati wa Pili 14 mstari wa 11, na Asa akamulilia Bwana, akamwambia Mungu, hakika tunajua yeye ambaye anasaidia wale wanaojiweza na yeye ambaye anasaidia wale ambao hawajiwezi ni wewe Baba Mungu. Basi tusaidie na sisi, tusaidie na sisi. Asubuhi ya leo wapendwa, ni msaada gani ambao unahitaji? Asubuhi ya leo wapendwa, ni furaha gani ambao unaitisha? Maana haya dunia yote yanapeana furaha, lakini hayapeani furaha kama vile ambavyo Mungu anavyopeana. Yesu akasema kwamba amani ni wapeayo, si kama ya ulimwengu. Yesu akasema, akawambia, ile amani ni wapeayo. Wakati unamjua Bwana, unapata utulivu wa moyo. Maana andiko linasema ya kwamba Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Haleluya! Bwana asipoijenga nyumba, Bwana asipojenga moyo wako, Bwana asiposhughulikia moyo wako, wapendwa, kile ambacho kitakuwa kinakutoka ni ile mbegu ambayo yeye hakupanda. Kwa hivyo ruhusu Bwana ashughulikie moyo wako, maana hiyo ndio boma ambalo yeye anakaa ndani. Haleluya! Wapendwa, wewe ni boma ambalo Mungu anakaa ndani. Maana kile ambacho Baba ana haja nacho, Baba ako na haja na moyo wako. Moyo wako ni boma ambalo wapendwa, lisipojengwa na yeye, moyo wako ni boma ambalo pasipo yeye kushughulikia, moyo wako ni boma pasipo yeye kuijenga. Wale wachengao wapendwa kwa mafedha zao, wale wachengao kwa kuamini marafiki, wale wachengao kwa kuaminia wapendwa jamii zao, wale wachengao maboma yao ambayo ni mioyo zao, wakitegemea akili zao, wapendwa, ni kazi bure. Ruhusu Bwana ajenge moyo wako, na wakati Mungu amechenga moyo wako utamuelewa, na wakati umemfahamu utapata amani. Andiko la Mungu yasema kwamba asubuhi ya leo mjue sana Mungu nawe utakuwa na amani. Wapendwa, tumulilie Bwana, tumrudie Bwana. Tunapomwangalia yeye ni mwaminifu ambaye atakayetusaidia. Elewa ya kwamba yeye ni ngome na yeye ni msaada wakati wa shida. Hakuna lile ambalo haliwezekani. Nataka tuombe asubuhi leo pamoja nawe, wewe ambaye haujaokoka na ungependa kumpa Bwana maisha yako, ili ya kwamba akushughulikie, ili ya kwamba akupe amani, ili ya kwamba akupatie ushindi. Andiko la Mungu linasema kwamba waniitao kwa bidii, wanitafutao kwa bidii wataniona, waniitao ndawaitikia, wapishao ndawafungulia. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nacha mbele zako. Tamanio la moyo wangu ni kujue wewe sana, niwe na amani itokanayo na wewe. Futa jina langu kwenye kitabu cha uharibifu. Kuanzia leo na kuamini wewe ni mkombozi uliyeteswa msalabani kwa maisha yangu. Kuwa dereva, kuwa kiongozi, ya kale na yaacha na kukumbatia wewe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeokoka. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Wewe ambaye umefanya ombi hili, tafuta kanisa ambalo linahubiri injili ya ukweli, naye mchungaji atakusaidia kukulea
maana mtoto asipopatiwa lishe, huyo mtoto hawezi akakuwa vizuri. Kwa hivyo leo hii wewe ni mtoto kiroho, basi tafuta kanisa ambalo litakuelekeza, litakupatia maziwa, litakupatia chakula kinachostahili. Tuamini na tuombe. Baba Mungu, nakushukuru maana wewe ni Alfa na Omega, tamanio la watu wako ili ya kwamba wakujue wewe, na wanapokujua wewe watakuwa na amani. Wanapokujua wewe Bwana, taifa lao litapona. Wanapokujua wewe Bwana, utawapatia ulinzi ambao unahitaji. Faraja inatokana na wewe, ushindi unatokana na wewe, maana hasa alipokulilia Bwana, wewe uliponya nchi yake. Kwa hivyo nasi kama taifa letu tunakulilia wewe, tusaidie, tujenge tena katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Majina yangu ni mchungaji Enoch Wanjala, na neno litaendelea. Nambari ya simu ni 0721 352 172, 0721 352 172, na neno litaendelea.